Kero lako. Leo tunazungumzia kero la wakulima kuhusiana na bonus ya chai ambayo wamelipwa kwa pesa kidogo. Wewe kama mkulima, ni kipi ambacho imekukera? Mimi nimekerwa sana na ukulima wa chai kwa sababu sasa pesa imekuwa kidogo sana. Last year walitupea 40 shillings per kilo, lakini wakati huu wanakuja mpaka 22 kama mkulima wa Nyankoba. Na Nyankoba yenyewe tunajua kuna njia ya stima yetu, kuna kuni ni zetu. Sasa tunashindwa kwa nini imekuja chini namna hii, na walikuwa wanatuambia hapo awali ya kwamba pesa iko juu. Kitu kinanikera sana ni bonus imekuja chini, sababu mwaka uliopita tulikula na 44 na leo wanaleta 22. Hiyo nusu mzima imetukera, sababu kuna loans tulikuwa nazo kwa banki, na sasa tunajaribu kuservice hizo loans, na wakati ule walikuwa wanatuambia mwaka jana kutoka 44 itabanda ikuje zaidi ya 44. Sasa imekuja nusu. Hiyo nusu ndio tunataka ikuwe accountable, ilienda wapi? Kitu ambacho kimenikela kwa hii bonus yenye tumepata mwaka huu ni kwamba chai yenye tulikuwa tunachuna ilikuwa chai nzuri sana, kwa sababu tulikuwa tunachuna matawi mawili na roho. Sasa hizi pesa zimeenda wapi? Tuna shida kubwa sana, kwa sababu ukifika wakati unapopima chai ni lazima uruse chai kidogo mbele, hata ukiwa na gunia 10. Sasa hiyo surplus atuchui mari inaenda. Kero lako. Je, unahisi kwamba bonus ilipanda wakati ule kwa sababu ilikuwa ni wakati wa siasa za director kuchaguliwa na sasa siasa imeisha? Ndio, hiyo ilifanyika. Sababu wakati wale walikuwa watoa wale wa kwanza walisema wale walikuwa wamekula pesa zaidi, sera zikabadilika, ndio wakasema wale wa zamani watoke, wakaleta bonus ikakuja juu. Hawa madirectors wao ndio tunaona ni wabaya sana, kwa sababu hatuambii ukweli. Mbeleni walikuwa wanatuambia iko juu, sasa tumekuja kushtuka kabisa kwamba ati iko chini. Ndio tunashindwa ni nini? Na sasa imekuja aje imerudi chini kama wao wameingia mara ya pili tena. Iwapo serikali haitawajibika kuingilia kati bonus iweze kurudi kama ilivyokuwa hapo awali, mtafanya nini kama wakulima? Tutang'oa chai sasa, tufanye biashara nyingine yenye itatusaidia, kwa sababu kipindi hiki ukiangalia watoto wengi hawataenda shule, machambazi watakuwa wengi sana. Sisi tutawachana na mambo ya chai, labda turudi kwa kahawa, vitu vingine sasa, kwa sababu sasa chai haitusaidii kabisa. Wacha kwanza mshahara hiyo kuja tuone kama watabadilisha. Kama wabadilisha hiyo mshahara hiyo bonus, tutang'oa tu. Nitaanza kung'oa mimi mwenyewe. Serikali inafaa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba wewe kama mkulima unapata pesa yako? Tutafutie soko, tusiwe tukienda namna hii na tumeshindwa kabisa mpaka tunataka kutoa kwa mashamba. Inastahili kutuma an accountant akuja kwa factory atufanyie auditing, ndio tuchue vile pesa sina kuja kwa factory. Ndio makala ya Kero lako kutoka kaunti ya Kisii na Nyamira. Kero lako.